BMG pamoja daima. Mpaka sasa hivi shule haijakamilika na wanafunzi hawasomi, wanasoma somo moja kwa siku kupitia shule ya Nyerere, kitu ambacho kwa kweli hata rais wetu mpendwa angekisikia asingependezwa nacho. Jambo la pili, mkuu wa mkoa, tunaomba barabara yetu ya Kishiri hii. Barabara ya Kishiri imetumia pesa nyingi za walipa kodi. Barabara imetengenezwa kwa mwezi mmoja ikaribika, na kilio changu nilikisema mbele ya mbunge, akasema kwamba hawajamaliza, lakini barabara ni mbovu, pesa za wananchi zinatumika isivyo. Jambo la tatu, shule zote za kata ya Igoma na Kishiri hazina madawati na zina upungufu wa madarasa, na rais wa nchi aliagiza kwamba wakuu wote wa mikoa wasimamie upatikanaji wa madawati na madarasa, lakini mpaka sasa shule zetu zina upungufu wa madawati na wa majengo. Jambo lingine, mkuu wa mkoa, kata ya Igoma ukiteremka Maisha Plasi au kata ya Kishiri hakuna maji, hakuna umeme. Ningekuomba mkuu wa mkoa uchukue jitihada kama za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda anavyofanya, wananchi wapitishwe umeme kwa 2027. Itatusaidia sana kupunguza kero. Na jambo la mwisho, mkuu wa mkoa, tangu umeingia madarakani sijui kuona graders zinapita katika kata ya Igoma na Kishiri. Barabara ni mbovu sana, hatuna mtu wa kutusemea Igoma. Ndio mpaka sisi wananchi wa Igoma tujitokeze mbele ya viongozi tuseme tunahitaji msaada wako, barabara ni mbovu, hazipitiki kila mahali. Asante. Majina. Kwa jina naitwa Leonard John Mayunga, mtetezi wa wananchi wa Igoma. Hebu kaa kwanza, umesema mambo mengi sana. Cha kwanza umetaka zebra. Ndio. Malizieni hiyo zebra ya pili. Huyu anataka majibu ya papo kwa papo. Baadhi unajua ukimwona mtu wa aina hii unamalizana naye hapo hapo. La pili umesema umeme wa 2027. Ndio. Ule ni mpango wa serikali, sio mpango wa mkuu wa mkoa. Ule ni mpango wa serikali. Ofisi ya mkuu wa mkoa. Na ukisikia mkuu wa mkoa anakuambia nitakuletea umeme mimi mwenyewe, upate shaka kwamba iko kichwa sio kizima. Ule ni mpango wa serikali. Sisi tunaenda kusimamia mipango ya serikali kupeleka huduma kwa wananchi. Swala la umeme 2027 ilikuwa ni swala la umeme vijijini. Rais kasema sasa umeme na maeneo mengine ya mijini utapelekwa kwa 2027. Kwa hiyo sisi watu wa TANESCO na REA hatukuwa nao leo. Mtu wa REA, njoo bwana, njoo hapo ulipo. Nisi ndio mnakula mshahara wa umeme bwana. Njoo hapa, kila mtu anabeba mzigo wake. Piga hiyo, hiyo ana maneno mengi. Sasa jibu moja moja tukawane. Nataka kujibu swala la umeme. Amezungumzia Maisha Plus. Kule kuna mradi unaendelea, tunafanya kazi. Wa 2027. Malipo ya 2027 mwenye idhini ya kutoa ni serikali. Kwa hiyo kama alivyosema mkuu wa mkoa, kule ni shilingi ngapi? 321. 320,960 ndio malipo ya kweli. Sawa. Tutaenda kuomba kama itaruhusiwa. Haya ni maeneo ya mijini 2027, utaratibu ni maeneo ya vijijini. Tutaenda kuomba. Sawa bwana? Ndio. Mchana ukudanganyana sio heshima. Lingine umesema vyumba vya madarasa kwenye shule za Igoma. Mandela. Kwa nini mimi nimetoka Mandela leo? Hadithi ya kusema shule imefungwa sijaambiwa. Afisa elimu kata njoo. Kuna shule imefungwa kwa nafsi moja. Sasa hivi si nimetoka Mandela. Eti ni nini iko anachosema miski? Kwa Mike. Kuna shule gani imefungwa? Na imefungwa kwa ruhusa ya nani? Hakuna shule iliyofungwa isipokuwa shule ya Mandela imehamishwa kutoka eneo lake kwenda shule ya msingi Nyerere, ambako wanasoma kwa shift kuanzia saa 6:30 kuendelea mpaka saa 11:30. Afisa elimu, hebu njoo. Eti iko ni kitu gani anachosema? Usimwelewe, usiondoke. Unakimbia unaenda wapi? Eti iko ni kitu gani anachosema? Mimi sijakielewa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwaka jana kwa kupitia ukaguzi wa injinia wa jiji ilipitiwa ile shule, ikaonekana zile nyufa haifai kwa matumizi. Kwa tukahamisha watoto kwa muda kuelekea shule ya msingi Nyerere, ndio nasoma kwa muda.
na kwa maelekezo uliyotoa leo ni kwamba kufikia mwezi wa 5 Januari tarehe 1 wao wamerudi. Watu wa utekelezaji wa hilo. Sawa, wale watoto niliowakuta pale wametoka wapi? Wametoka shuleni kwao kule kuja kupokea. Hebu sikilizeni bwana mkurugenzi, mimi hadithi nilikuwa sijui, wala mkunieleza kwamba wale watoto walitegeshwa tu. Mimi nilikuwa sijui, mimi nifikia ndio wako na darasani pale. Kuna wale walimu wametoka kule wamekuja pale kunipokea. Sasa mbona mlikuwa mnaniambia ni mwezi wa 6 wakati watoto mmewatoa? Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Kwanza nilisema tarehe 1 mwezi wa 5, haiwezekani. Hata tarehe 1 mwezi wa 5 ni mbali. Mkurugenzi, DC, malizeni yale madarasa tarehe 1 mwezi wa 4 na kuja mimi mwenyewe kuingiza watoto madarasani pale. Kwanza mna kibali cha kuhamisha kufunga shule iliyosajiliwa. Kibali mnacho? Mheshimiwa afisa elimu, mlipata kibali cha kamishna? Kibali mnacho? Kwa mazingira yale ile shule baada ya kuonekana haifai kwa matumizi, kibali tukatoa taarifa TAMISEMI. Afisa elimu, mimi wala sijazungumza Kisukuma wala sijazungumza Kikurya. Kibali mnacho? Shule ilishasajiliwa, wewe unajua utaratibu. Kibali kipo? Kawaida kipo, hakipo. Basi mimi nimeshalizika na jibu lako. Ile shule tarehe 1 Mheshimiwa DC, ile shule kutokuwa inafanya kazi ni kinyume cha sheria, kwa sababu shule ilishasajiliwa. Ikitaka kufungwa inafungwa kwa kufuata muhula uliotangazwa na kamishna wa elimu, au sio hivyo afisa elimu? Au sio? Ana hiyo yuko. Kuna shule imefungwa na wewe upo. Lakini sio kwa maana ya kufungwa. Ni watoto wameamua kwenda kupata elimu kutoka kwenye shule zilizosajiliwa. Shule iliyosajiliwa. Dharura mkuu ikitokea, kwa ndio vyuo vikititia unii kwa usalama wa watoto, tunashauri ili watoto wasiendelee kupata elimu. Wamehama lini? Nadhani mwaka Januari. Sasa kwa dharura inaweza kuwa tokea mwezi wa 10 mpaka leo mwezi wa 9, unasikia? Hiyo ni dharura hiyo. Hiyo sio dharura hiyo. Hiyo sio dharura. Tarehe 1 bwana Mheshimiwa DC, tarehe 1 mimi mwenyewe nikumbushe hiyo iweko kwenye ratiba. Tarehe 1 mimi mwenyewe nakuja kuingiza watoto madarasani. Sawa jamani? Hakuna huo mchezo. Sasa mimi nimekuta pale walimu, wale walimu tena wanaenda kuogeshwa, watoto wameogeshwa, nimewakuta wamekaa pale, watoto wamependeza na walimu wamependeza, kumbe wametegeshwa. Hebu acheni hiyo kitu. Mkurugenzi, amieni pale kuanzia kesho asubuhi madarasa. Engineer, kesho asubuhi mnaamia pale. Mkurugenzi, tafuta hela. Mstahiki meya, tafuta hela. DC, tafuteni hela. Kesho asubuhi fanyeni kikao mpate hela za kupeleka pale. Tarehe 1 mimi nakuja kuingiza watoto madarasani. Madarasa yamepigwa gypsum, yamepigwa floor, yamepakwa rangi na madawati yakiwemo darasani. Sitaki kukuta mtoto amekaa chini pale. Sawa jamani? Hilo limeisha. Ulikuwa unasema lingine nini? Mkuu, naomba kwa dakika moja Hapana. Nakuambia ulioyasema. Sasa utazungumza peke yako, watu wote hao kwani wengine hawana? Jambo lingine mkuu, sikiliza. Ni barabara. Barabara? Ndio. Umeniambia mimi tokea nimekuja hapa hujawahi kuona magreda. Sijawahi kuona magreda. Mimi sina magreda kwanza. Mimi mkuu wa mkoa, sio dereva wa magreda. Wala sina kampuni ya ujenzi.
Tumechukua hilo la kwako. Mheshimiwa Diwani, TARURA yuko wapi? Barabara hizi unazijua? Mtu wa TARURA, mtu wa TARURA yuko wapi? Njooni Mheshimiwa Diwani kaonyeshe barabara. Lakini mimi nataka kukuambia, sio kwamba tutakuwa tunafanya biashara ya kutengeneza barabara za Igoma tu. Tunatengeneza barabara za mkoa mzima. Kwa hiyo mimi nataka kukuambia, mimi sina utaratibu wa kupindisha. Hakuna utaratibu wa kusema mkuu wa mkoa na magreda na kampuni zote za ujenzi wanahamia Igoma kwa sababu kuna bwana Masanja kule anajua kuongea sana. Hapana. Sisi tunatengeneza barabara za mkoa mzima. Tutakuja tutatengeneza barabara za Igoma kwa sababu ni za wananchi, sio kwa sababu mkuu wa mkoa anataka kutengeneza barabara za Igoma. Huo mimi ni wajibu wangu. Sawa bwana? Kwa greda zitakuja zitatengeneza barabara. Lakini sasa hivi kiutaalamu sio wakati mzuri wa kutengeneza barabara. Kiutaalamu, mimi sio mtaalamu wa barabara. Na mimi nawabana hivyo wakandarasi na mainjinia, tengenezeni barabara. Wananiambia wakati wa mvua ukipitisha greda, ikija mvua inachukua udongo wote kwa sababu unakuwa umeulainisha. Kwa matengenezo makubwa ya maana yatafanyika baada ya msimu wa mvua. Sasa hivi tunachofanya ni kufanya matengenezo ya kufanya wananchi waendelee kupitisha vyombo vya usafiri. Kwa lazima hilo tulielewe. Msimu wa mvua sio wa kutengeneza barabara, na mkandarasi akitengeneza barabara ujue anakuibia, kwa sababu anachofanya ni kulainisha udongo. Mvua ikija inachukua kila kitu, na inawezekana hata huyo mkandarasi unayemsema alifanya hivyo hivyo, alitengeneza wakati wa mvua, na sasa unasema ndani ya mwezi mmoja barabara limeharibika. Huo sio utaratibu mzuri. Tutatengeneza kwa sababu ya wananchi kuendelea kupata huduma, lakini sio matengenezo makubwa. Hayo mengine tutayafanya baadaye, baada ya msimu wa mvua kutulia. Hilo la barabara limebaki vipi? Yameisha. Haya, wape wengine waseme. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nitakuja mkutano mwingine, nitakupa kama nusu saa hivi uzungumze mpaka ulizike. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Mimi nipende tu kukupa taarifa kwamba kama mkazi wa kata ya Igoma nimesikitishwa sana na ninapoona, jina langu naitwa Mache Samuel, ni mkazi wa Igoma. Nimesikitishwa sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na ikanifanya nipite mbele kuonyesha jinsi gani watendaji wako wa chini wanavyojaribu kudanganya. Kuhusu nini? Kwa mfano kwenye swala, tukizungumzia swala la maendeleo kwa kifupi tu Mheshimiwa. Limeshaisha hilo. Sawa, nizungumza lingine. Namaliza jingine Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Jingine ni kwamba niombe tu kwamba watendaji wa serikali wa chini walioko chini yako wasimamie, waendane na kasi ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Wasifanye kazi kwa kuangalia fulani anakuja sehemu fulani. Ni aibu ndani ya taifa na ni aibu ndani. Kwa mfano nini? Tukio gani? Tukio kama lililofanyika hapa. Lipi? Hilo issue ya Mandela imeshaisha, zungumza issue nyingine mzee. Haina shida. Issue nyingine atazungumzia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, swala la mtaa wa kilimo. Wakina mama wanaokaa kilimo, kiukweli Mheshimiwa mkuu wa mkoa, maji hawapati kwa wakati. Maji hayatoki, mabomba wanabidi watoke kule Kilimo Center kuja shule ya msingi Igoma kwa ajili ya kuchota maji. Kwa hiyo swala la maji ni shida ndani ya kata ya Igoma. Mtaa wa kilimo, injinia wa maji wa UWASA wako wapi? Hawapo. Wa UWASA hawapo, hatukuja nao. Tulichukua hilo maasi, tulichukua hilo mtaa wa kilimo, tunalichukua hilo, tutalifanyia kazi, tutaleta majibu ndani ya wiki hii. Kwa majina naitwa Renatus Samuel Mabagala, natokea kata ya Kishiri na mtaa wa Bukavu.
Kwanza nishukuru sana mkuu wa mkoa. Nenda kwenye pointi. Sauti. Pointi yangu nishukuru sana watu wengi. Ambacho nataka kusema, shule ya msingi ya mtaa wa Bukaga, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ina wanafunzi wengi, takriban wanafunzi 3,000 lakini vyumba vya madarasa havitoshi. Niombe kupitia mkutano wako huu ungeweza kutuangalia angalau tuweze kupata msaada wa kuweza kupata madarasa kwenye shule hii, hususan mvua ikinyesha, watoto nakuta wamejipanga kwenye korido zile za nje, hata walimu kufundisha au kuingia kwenye ofisi wanakosa mahali pa kujihifadhi. Hilo shule ya msingi Bukaga. Shule ya msingi Bukaga. Kesho kwenye ziara nipelekeni huko. Sawa jamani? Twendeni. Cha pili, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni maji. Inapofika wakati wa kiangazi, mtaa ule hatuna maji ya kutosha. Wakina mama wanasumbuka, wanadiriki kuamka usiku saa 8, saa 9 kwa ajili ya kwenda kwenye vyanzo vya maji vilivyoko mtoni na kusubiri maji. Anaweza akamaliza akaingia saa 9 mpaka akatoka saa 11 jioni. Hilo pia ningeliomba mkuu wa mkoa utusaidie. Mtaa wa Bukaga. Mtaa wa Bukaga. Lakini tulichukue chaji. Cha tatu, ningelipenda kuomba mkuu wa mkoa kupitia TANESCO watusaidia hata tupate umeme katika shule ya msingi Bukaga, lakini kwenye zahanati iliyoko Fumagira na shule ya sekondari ambayo kwa taarifa za diwani kwamba inaweza kupanuliwa ikawa ni kituo cha afya, ili muweze kutusaidia. Yangu ni hayo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. TANESCO, unaijua hiyo eneo? Njoo basi uelezee. Njoo kae huku karibu, maana utakuwa kila saa unazunguka. Njoo kae huku, inaonekana mambo yako ni mengi. Mheshimiwa, tumelipokea, tutalifanyia kazi. Kesho twende. Sawa. Kama kuna maanake umeme unatakiwa uanze kwenda kwanza kwenye shule, kwenda kwenye kituo cha afya, zahanati, kanisa au msikiti. Hiyo ndio sheria yetu. Sasa inawezekanaje huko kuna shule hamna umeme, kuna zahanati hamna umeme, au nguzo hazijafika? Bado hazijafika. Kesho tutaenda, tutaona nini mtafanya. Anafuata. Nikushukuru sana mwenyekiti wa ulinzi na usalama mkoa. Kwa majina naitwa George Mwanda. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kimsingi hapa kata ya Igoma tuna shule zinategemeana. Kwa upande wa huku tuna shule ya Mandela na upande wa huku tuna Samia pamoja na Igoma. Ombi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, watoto wanaotoka huku kwenda Shamaliwa wanatumia ile zebra, lakini pia watoto wanaotoka huku kwenda shule ya Nyerere wanatumia ile zebra. Jana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeshuhudia ajali ya mtoto wa darasa la 3 pale. Kwa hiyo ombi langu, watoto wanaotoka huku upande wa Mandela kwenda shule ya Igoma hawana mahali salama pa kuvukia barabara, naomba hiyo zebra iwekwe mahali ya maeneo ya benki ya CRDB. Ombi langu ndio hilo mheshimiwa. Zebra eneo la CRDB. Kesho tuje na mtu wa TANROADS. Sawa jamani? Mwambieni mtu wa TANROADS kesho asubuhi tunapoanza ziara tuje naye hapo, aonyeshwe eneo la CRDB. Madiwani mnalifahamu hilo eneo. Kesho asubuhi tuanze wote, tumuonyeshe sehemu ya kuweka zebra. DTO au nani? OCD, mwakilishi OCD. Si unapafahamu hapo? Aje na DTO hapo tupatizame. Panafaa kuwekwa zebra? Kama panafaa tutoe maelekezo zebra iwekwe. Kama kuna mtoto kafa jana, hatuwezi kusubiri afe mwingine. Mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umekataa kushukuriwa maana wengi wameshakushukuru, lakini mimi nasema asante sana kwa ujio wako huu. Na ninakupongeza sana namna unavyotenda katika mkoa wetu. Ndio maana Mheshimiwa Rais Magufuli hakugusi
wengine wanahamishwa, wengine wanaondolewa, lakini wewe hawajakugusa. Ninakuja kuzungumza majina yangu, ninaitwa Wilson Rugata. Kuita mabalaa sasa. Acha kabisa hayo maneno. Majina yangu ninaitwa Wilson Rugata, kamanda wa vita, mzee wa Yanga. Sasa wewe naona matatizo wewe. Wewe umri huo unajihusisha na mambo ya kichawi. Sasa mkoa unadhihirisha jamani. Naendelea. Mkuu wa mkoa, nataka kuzungumzia shule ya Igoma, shule ya msingi Igoma. Nilikuwa mwenyekiti wake wa kamati ya shule. Miaka 4 iliyopita tulijenga choo. Baada ya kuona kile kilichojengwa miaka zaidi ya 25 kinaonyesha dalili ya kubomoka, wananchi hawa waliokuzunguka hawa wakakubaliana kujenga choo kipya, wakachanga milioni 6, wakajenga choo chenye matundu 10, 5 ya wavulana, 5 ya wasichana. Choo cha kisasa, kina vigae, yani kila kitu. Mtoto akiingia mule anasahau kwamba ameingia chooni. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nazungumza hili kwanza kwa masikitiko. Baada ya kuja mkurugenzi wa jiji, tukampeleka kwenye choo kile. Baada ya kufika Efraim wakasema, maana tumemaliza na mifumo yote ya maji taka mpaka na shimo moja tumemaliza, bado lile la pili. Akasema choo hiki kisitumike mpaka hili la pili limalizike, na waahidi shilingi milioni 10 kumalizia shimo la pili na mfumo wa maji. Tukasema alhamdulillah rabbil alamin. Cha ajabu, mkuu wa mkoa, nazungumza kwa masikitiko, choo kile ni kibovu kilichojengwa miaka 25 iliyopita. Juzi wiki jana kikabomoka, robo ya ukuta ukaangukia ndani, na watoto wamo. Tatizo nini? Na watoto wamo. Umeshakuelewa. Umeshanielewa. Choo kipya na cha zamani. Sasa kipya kijaanza mpaka leo hakijatumika. Tunaomba sasa kwa ridhaa yako, ni bora utoe ruhusa kianze kutumika kwa shimo moja. Kesho tunaenda. Asante sana, nitashukuru. Lakini la pili, kesho twendeni hapo. Safi kabisa, nitashukuru. Na mkurugenzi uliahidi milioni 10, kesho asubuhi uje na majibu. Asante sana. Lakini jambo la pili, Igoma tumejenga ukumbi wa gharama ya milioni 120. Jengo lote limekamilika, castle finishing. Ukumbi wa nini? Ukumbi wa shule. Ukumbi wa shule ambao sasa hivi unatumika kama madarasa mawili. Sasa tukaona kwamba wananchi hawa wao ndio waliochanga, lakini tuwapumzishe sasa, tuombe sasa msaada kwa wafadhili. Tukaandaa barua ambayo ilipitishwa na afisa elimu na mtendaji wa kata, mkuu wa wilaya akapitisha na mkurugenzi. Inakuja kwako kwa mara ya mwisho sasa usaini, kuturuhusu kutembelee wale watu ambao walikubali kutuchangia kwa kibali cha barua ya mkuu wa mkoa. Sasa cha ajabu, mimi huyu ndio nilileta ofisini kwako, ikapokelewa na katibu. Cha ajabu kasema kwamba tunasubiri mpaka TAMISEMI watoe ruhusa kwa ajili ya kuchangia. Lini ulileta? Karibu miaka 2 iliyopita. Kila ukifuatilia unaambiwa TAMISEMI bado. Kila ukifuatilia TAMISEMI bado. Hamna kitu kama hicho. Kipo mkuu. Hamna. Ninayezungumza ni mzee wa miaka mingi na sitaki kusema uongo. Wewe Yanga kwanza, tatizo lako. Wewe huwezi kuwa mkweli sana. Wewe nikwambie, wewe hizo barua ulizoleta ofisini kwangu nakala unazo? Nakala zipo. Unazo? Ndio. Kesho asubuhi ndio nazo. Ziko shuleni. Tunaenda kesho kutizama choo. Sawa kabisa. Leo na hizo nakala zote na mikutasari yote ya vikao vyote mimi nitasainia pale pale kwenye choo. Asante sana. Kama wewe mkweli. Nasema kweli. Manake Yanga imezoea maneno mengi. Hatujalala leo, siku ya pili leo hatujalala. Mtaani kelele zimezidi. Magoli yenyewe mnapata yaeleweki yanatoka wapi. Wanacheka mpira wengine, magoli yanashinda mwingine. Mambo ya kishirikina. Mpe maiki mzee. Jina naitwa Alfred Zangwani, mpenzi wa Yanga.
Mkuu, kero yangu na kero tatu. Na kero tatu, mkuu wa mkoa. Kero ya kwanza ni kuhusu dampo letu la Igoma. Wakala aliyekuwapo ambaye amepita alikuwa anafuata uchafu majumbani. Kila mwisho wa mwezi tunalipa ada, wanachukua wanapeleka dampo. Huyu wakala sasa hivi aliyepo hafati uchafu majumbani, tunabeba, tunapofika pale dampo tunazuia kuumwaga. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimeathirika. Nilichukua uchafu nyumbani tarehe 11 mwezi wa pili nikaupeleka pale dampo. Muhusika alinizuia kuumwaga uchafu pale. Ile dampo ni mali ya serikali. Unapomuuliza hakupi jibu sahihi. Mwisho tumeenda ikafika wakati nikamweleza unayofanya si sahihi, kwa sababu ile dampo unashindwa kufuata uchafu majumbani. Na uchafu unapowacha majumbani wanakuja watu wa mazingira wanatukamata, tunapigwa faini. Huu uchafu mheshimiwa mkuu wa mkoa tupeleke wapi? Mtendaji wa mtaa yuko wapi? Dampo hilo la nani? La serikali. Kwa nini watu hawaruhusiwi kutupa uchafu? Si ni wakala huyu? Sikapewa wakala wa mtaa huu. Kwa nini anazuia na uchafu waende kuchukua majumbani na hela watu wanamlipa? Sasa anafanya kazi gani? Mheshimiwa mkuu, hilo tatizo unalifahamu? Ndio. Elezea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tayari tumesha wasilisha barua kwa mkurugenzi kuhusiana na huyo msabuni mpya ambaye tuliletewa kutoka jiji. Ni kweli hakizi vigezo. Umeandika barua? Ndio, na muhtasari kutoka kwenye kamati ya maendeleo. Unayo hiyo muhtasari na barua? Ndio. Iko wapi? Ofisini. Ofisini wapi? Ndofe. Ndofe kule? Ndio, lakini na jiji tumeshapeleka. Unayo hiyo muhtasari? Ninayo. Wewe ndio unayo kesho asubuhi, ndio mwisho wake kesho. Asante. Akitaka kazoe uchafu usiku wa kuamkia leo. Kesho ndio mwisho. Mkurugenzi, futa huyo. Futa huyo wao usisiki kesho asubuhi. Futa hapa kwa maneno haya. Mnakubali wote kwamba huyo hafai? Anafaa hafai? Basi biashara imekwisha huyo. Sasa aseme nani tena? So umesema wananchi? Mimi sipajui huko. Dampo hataki uchafu watu walete. Hela anachukua. Akafanya biashara nyingine. Yuko wapi? Wewe ndio ambaye hawa wamekuita. Njoo mtendaji. Hatutaki mambo ya unafiki hapa. Hapa tunamalizana. Njoo. Wewe umeshamueleza nini huyo? Wewe ndio wakala. Hajakueleza huyo habari ya kazi yako kuwa mbovu? Nina maelezo. Nakueleza, hajakueleza kakueleza, jibu swali. Bado hajanieleza. Hajawahi kukueleza? Hajawahi kunieleza mkuu wa mkoa. Muktasari huo ni wa kikao gani? Cha ODC, kamati ya maendeleo ya kata. Kwa hata ODC, diwani na watu wengine hawajakueleza? Mkuu wa mkoa, sijawahi kuitwa ODC. Sina taarifa zozote, na kuhusu mwananchi ambaye analalamika, nina kesi naye mahakamani. Nadhani hii ni bifu. Wewe sikiliza. Wewe si mtu wa mahakamani au wa kuzoa uchafu? Wewe biashara yako nini? Niambie biashara yako. Wewe na jiji, mahusiano yenu ni nini? Mkuu wa mkoa, nakuuliza swali. Alinishambulia. Sasa sikiliza. Biashara ya uchafu achana nayo mpaka ukimaliza kesi. Utarudi, tutakupa kazi ya kuzoa uchafu. Naomba nieleze. Kwa mkoa, nani mwananchi anayelalamika, wakati naanza mkataba wangu mwezi wa 9 mwaka jana, nilienda nikawa naandikisha kwa kazi na nilifika kwake, lakini akunipa ushirikiano, akaniambia kwamba wao takataka hawana. Mtaje mmoja wapo aliyekupa ushirikiano. Mtaje. Sasa hivi na miezi 6 mkuu wa mkoa, na baadhi ambao wanakataa kulipa mpaka tunashindwa kuwalipa wafanyakazi, tunashindwa kuwalipa wafanyakazi. Mpaka sasa hivi hajawahi kulipa hata shilingi moja, na kama anasema ukweli,
Kwa mkurugenzi huyu unamjua? Kuna majina IT. Huyu namjua. Nani huyu? Huyu ni mwenyekiti. Ni mwenyekiti wa mtaa wa kule nani? Kilimo B. Na huyu naye? Huyu nimempelekea matangazo wiki iliyoisha. Kwa sababu nilikuwa sijatambulishwa hawa ni vitu wapya waliokuja. Sasa miezi 6 ulikuwa hujatambulishwa. Uchafu wa hawa miezi 6 alikuwa anabeba nani? Wenye vitu waliokuja, mtendaji alikuwa hajawahi kunitambulisha na nimemzungukia kweli mtendaji anitambulisha kwa wananchi. Mpaka kufika nani wiki iliyoisha. Mwacha ajipa. Wiki iliyoisha nimeenda kwa mwenyekiti na nimeomba matangazo kwa wale wanaoishi. Wewe umepata tenda mwezi gani? Imeanza mwezi wa 9. Mwaka gani? Lakini sikuwahi kutambulishwa kwa wenye viti. Na nilipokuwa nikienda mitaani naambiwa kwamba nitambulishwe na mtendaji wa wakati. Haya, diwani njoo. Haya, mimi nakukusanyia wote hao. Mpaka nimpate anayekupenda. Mimi nawakusanya wote, diwani na wewe. Haya, huyu hapa. Na huyu diwani unamfahamu? Namfahamu. Huyu unambebea uchafu? Nambebea. Haya, alipi naye. Hebu sema diwani sasa. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ni kweli kama alivyoeleza mtendaji, tulichukua hatua tukakaa kamati ya maendeleo ya kata. Malalamiko yakaja, kwanza alianzia kwenye kamati ya siasa ya kata. Yalipokuja nikamwambia mtendaji, itisha kikao. Wenye viti wote wakarayoti wakalalamika sana. Na bahati nzuri nilimwambia, mzee, mpaka kamati ya maendeleo imekukataa. Alikwambia diwani? Mheshimiwa diwani nilimfuata. Alikwambia? Aliniambia kwamba wameshaandika muktasari, lakini nikamweleza kwamba hajawahi kuniita. Kwa hiyo wewe sijawahi kuitwa ODC. Wewe ni sugu kwa kuelezwa tu haiwezekani mpaka uandikiwe na barua uitiwe na kikao. Mheshimiwa, hao watu hawasemi kweli. Huyu jamaa alikuja kwangu ofisini akiwa amekuja kujitambulisha. Tena wiki iliyoisha nikamweleza pale pale kwamba mimi sikutambui, wewe sio mzabuni, tumesha kukataa ODC. Na nikamwambia nenda na karatasi, akasema hapana, niweke matangazo. Baadaye nikamwambia kwanza, wewe watu wanaleta takataka alafu na wakataza. Pili, unaweza ukawatoza ushuru pale pale, umekaa pale pale kwenye takataka. Cha kwanza. Cha pili, huyu jamaa alichoniambia, alinijibu akasema hivi, mwenyekiti, achana na huyo mtendaji, tuna bifu naye. Yeye kaniambia ofisini kwangu, mimi nikamkataa, akalazimisha. Nikamwambia kama gundi hapa bandika mwenyewe, mimi sibandiki. Sasa anapokuambia kwamba ni miezi mingapi, mdadani wiki jana ndo kaja, nikamwambia umeenda kwa mtendaji, ndo akanijibu ana bifu na mtendaji, akasema achana na hao. Na mimi nikamwambia mimi sikutambui. Alikwambia huyu mtendaji? Huyu alinieleza kweli. Sasa lakini nilimweleza hivi. Sasa wewe ni mtu gani? Diwani hakutaki, wenye viti wote hawakutaki, mtendaji hakutaki, watu wote hawa hawakutaki. Wewe mtu wa aina gani? Shida iko moja. Shida gani? Mimi sijawahi kutambulishwa na mtendaji, na nilikuwa nikienda kwa mtendaji anataitisha. Kwani wewe kazi hii alikutuma nani uje kuomba kazi? Mtendaji ndio alikufunga kamba akakuleta huko. Lakini baada ya kuwa amekataa, nakuulizaje? Kwa nini sasa wakati wa kuja kuomba kazi mtendaji ukwenda kumtafuta akupeleke? Shida iliyokuwepo sasa hizi kwenye kazi ndio wanatafuta mtu akupeleke. Nikienda kwa wananchi, wananchi walikuwa wanasema sisi hatutambui mpaka uje na mtendaji. Sasa si hawakutaki, sio mbona unalazimisha? Shida ni moja, mkuu wa mkoa. Shida ni kutambulishwa. Wananchi walikuwa wanadai. Wewe usikupotezee muda bwana. Huyu futa bwana, futa hii kitu. Hapa kitu hapa. Anatupotezea muda tu. Wewe kazi yako kuzoa taka. Wewe unatakiwa kuwa kama chizi. Yaani hata ukipita pale barabarani, mtoto akidondosha ice cream, wewe si ndio biashara yako kuzoa taka? Wewe unataka mtu akakutambulishe wa nini? Na wewe kazi yako kuzoa taka. Yaani hata hapa tulivyosimama, ulitakiwa wewe kutembea na kipunio unaokota taka tu. Sasa na hapa tena mtendaji aje kukutambulisha. Wewe ndio biashara yako.
Wewe ndio biashara inakuweka mjini, unakaa unasema akanitambulisha. Akakutambulisha nani? Hii biashara wewe si ndio unaijua? Bwana hebu futa. Na kama wako wengine kwenye jiji, wao na hiyo futeni kabla mimi sijafika. Na kwa sababu nimeshaona hili tatizo, kila nitakapoenda nitawatafuta hao watu wataka. Huyu bwana afutwe. Kesho asubuhi mkurugenzi akianza ziara, nataka kuona barua uliyomwandikia ya kumfuta. Na wewe bwana, kesho asubuhi tukutane, hiyo barua wakati wanakukabidhi nione. Sawa bwana? Kesho ukipotea na kutafuta. Usijui umemwona sura yake huyu. Lazima awepo kupokea barua yake kesho. Wewe mzee umeshamaliza. Asante mkuu wa mkoa. Wewe ndio mwenyekiti wa usalama wa amani na kila kitu katika mkoa wetu wa Mwanza. Swali langu ni moja, mkuu wa mkoa. Mimi ni katika raia ambao tujitolea kupigana vita ya Kagera. Mpaka leo serikali nataka niulize, je, tuna kumbukumbu gani sisi ambao tulipigana vita ya Kagera tukiwa raia ambao tujitolea kwa kila hali, kwa kila mali na nguvu zetu, na kweli vita ya Kagera tukashinda? Asante sana mkuu wa mkoa. Sasa tufanyeje? Mimi sijaelewa. Nyinyi ni mashujaa. Sisi wote tunawatambua nyinyi kama mashujaa. Sasa tufanye nini? Na siku ya mashujaa tunawaimba, tunawatangaza, tunawashukuru, tunawaombea maisha marefu yenye afya. Sasa lingine lipi? Mtu anakuombea, anafunga, anamwomba Mungu kwa ajili yako. Wewe unataka nini? Hela? Zaidi ya mtu kukuombea maisha marefu, nini kingine cha ziada? Asante mwana Simba, asante sana. Yaani Kagere mwenyewe madeni yake ya mjamaa. Sio Kagere, nani yule mkongomani nani yule? Sio Shishimbi, yule kocha. Zaela hajamaliza madeni yake bwana. Tutoe hela za vita ukapeleke kulipa madeni ya naniza. Alizeni, pambaneni na alizeni. Mpe huyo maiki. Kwa jina naitwa Faustin Michael na kero tatu kutoka mtaa wa Kakebe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, shule ya Kakebe ni mbovu, madarasa yanapelea sana, wananchi ni wengi sana, choo mbovu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tusaidie hiyo. Kero la pili, umeme Mpindo hakuna. Tusaidie Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe ndio jembe letu. Kero la tatu, barabara ni bovu, nataka usafiri kutoka mjini kuja Kakebe Mpindo. Mheshimiwa, maombi yangu ndio hayo. Sina maneno mengi. Sawa. Ndio. Hata mama anajua mkoa gani nimwambia mwaka jana kuhusu malaria. Sawa. Tutakuja huko. Lakini ujenzi wa madarasa, jiji la Mwanza limeanzisha kiwanda cha matofali. Ndio. Sharti lao ni moja. Ndio. Wananchi, jengeni misingi ya madarasa. Jiji la Mwanza litatoa tofali, jengeni michango kupata simenti, wenyewe watakuja kumaliza vingine. Kwa hiyo tuanze kujenga misingi ya madarasa, jiji la Mwanza litaleta kutoa tofali. Sawa jamani? Haya ni maendeleo yetu. Kwa wale watoto wanapatikana jiji pale? Wanapatikana wapi? Mtaani? Kakebe. Sasa uone mnamuita mkurugenzi wakati wa kupata watoto. Mnamkumbuka madarasa ya Kibana. Tuanze sasa. Kama tulivyowatafuta watoto bila kumshirikisha mkuu wa mkoa, bila kumshirikisha mkurugenzi na mbunge, tuanze kujenga misingi alafu tuje kuwaambia waje kutusaidia. Sawa jamani? Haya ni maendeleo yetu. Kuna wajibu wetu sisi wananchi na wazazi, na kuna wajibu wa serikali. Tukishikamana pamoja tutakwenda.
sawa, na barabara hiyo tutaishughulikia, sawa, na wa umeme tunaifuatilia. TANESCO unapajua Kakebe, weka kwenye orodha yako. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana kwa sababu tunaweza kukaa hapa mpaka asubuhi. Changamoto ziko nyingi, lakini niwape namba yangu ya simu. Kama kuna tatizo la uhalifu, kuna tatizo lolote lile, kama ili la kuzoa taka, wewe nitumie message tu kwamba bwana, hapa kuna tatizo, huyo anayekusanya taka tapeli, hebu shughulikia. Huku kwenye shule Mandela imefungwa, watoto wamepelekwa sijui wapi, wewe nitumie message tu 0754 268698. Mimi naitwa Mzee Katendele na Kaigoma. Sasa tuna kituo chetu cha polisi, ni kizuri sana, wala kina neno watumishi wake mpaka cha nyakati. Sasa vijana wangu wazuri sana, kwa sababu wanafanya kazi na tunazia appreciate. Sasa ombi langu kwa kituo hiki kisio cha mchana tu chetu cha Igoma, mji umekuwa mkubwa, kiendelee mkuu. Wanapoingia asubuhi wanakuja wanaachiana na wengine, kiendeeni, kitulinde. Bila polisi hakuna, tutapata shida wazee. Asante sana. Njoo bwana, lakini anaonekana smart Simba huyu. Ndio maana kachelewa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kweli sina jibu ya hilo aliyolieleza, isipokuwa mtaliwasilisha kwa viongozi wangu hayo aliyoyasema, kesho uweze kufanywa. Huyu hataki kujiumiza. Kesho asubuhi tunakuja na RPC, tunaenda kwenye hicho kituo. RPC atatoa kauli hapo hapo kesho. Wewe nsikuonee.